على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي الأمر واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kwanza kabisa, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetukuka, aliyekaa katika mbingu usioweza kukaribiwa na mwanadamu, na wala hakuna mwanadamu aliyemwona yeye Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aliyetakasika na ushirikina na kila namna ya upungufu. Pili namtakia rehema na amani zimfikie na kumwendea kiongozi wa umma huu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume aliyetimilizwa na uongofu na dini hii ya Kiislamu, ili dini hii ipate kuwa mbele ya dini zote, japokuwa makafiri na mshirikina watakuwa ni wenye kuchukia. Nawatakia rehema na amani mitume wote waliotoka kwa Mwenyezi Mungu, kama vile Bwana Yesu, Musa, Ibrahim, Ismail na manabii wengine wote. Tunawatakia rehema na Mwenyezi Mungu ziwe juu yao. Ningependa kutanguliza maamkuzi au salamu haswa kwa ndugu zangu katika imani waliohudhuria mahala hapa, salamu ambazo kama Mwenyezi Mungu aliziteremsha kutoka katika mbingu, nazo ni kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Msomaji unalala Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kwa wale ndugu zetu ambao kwamba hawajabahatika kuwa Waislamu, basi ningependa kuamkueni au kuwasalimieni katika maamkuzi bora kabisa, nikisema amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Kwa kuwa Bwana asifiwe sio salamu. Ukisema Bwana asifiwe ni sifa, sio salamu. Lakini tunasikia Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, je, umemsalimia huyo? Akisema Bwana asifiwe na yule mwingine aseme amen, hiyo hivyo, nani amemsifu Bwana? Hakuna. Kwa hivyo ni siku nyingine tena Mwenyezi Mungu ametupa fursa kama hii tuweze kuelimishana, kufundishana, na leo ikawa tuzungumzie siku sahihi ya ibada ni siku ipi. Kwa maana Wakristo wamegawanyika katika mapote mbalimbali. Kuna wale wanaoabudu Jumapili mpaka Jumapili. Hao ndugu zetu ambao kwamba tuko nao wanaabudu Jumamosi mpaka Jumamosi. Lakini Waislamu kwa mujibu wa mwalimu wao Yesu wanaabudu lini mpaka lini? Kwanza kabisa Luka 18:1, teremka. Luka 18:1. Luka 18:1. Utamchanganya hapo. Luka 18, teremka. Luka 18. Sikiza sauti yangu. 18:1 hivi. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu ndio siku zote. Kwa hivyo kwanza kabisa Bwana Yesu anatufundisha imewapasa kumuomba Mungu siku zote. Waislamu ukienda katika msikiti hakuna siku msikiti na kifuli, lakini enda kanisa SDA Jumatatu utapata na kifuli, enda Jumatano utapata na kifuli, Jumamosi tu ndio wanafungua kwa muda maalum. Lakini Waislamu wanaabudu siku kila siku jamani. Kwa hivyo leo tunazungumzia siku sahihi ya ibada. Kwanza kabisa ndugu zetu wanajiita Adventista au Masabato ama SDA. Kwanza kabisa kabla hiyo SDA ilikuwa ni Sabbath Church. Baada ya Sabbath Church kwenda hivi kawa imekwenda hivi, hali kawa si nzuri, basi akajitokeza mwanamke mmoja katika nchi ya Marekani, alikuwa ni chongo, alikuwa anaitwa Helen G. White. Basi yeye na mume wake wakaweza kuinua dhehebu la Seventh Day Adventist, ndio wakaipa kwa urefu SDA, yani Seventh Day Adventist Church, yani kanisa ya siku ya saba. Sasa wakawa wamesema hii siku ya saba ni Jumamosi. Ndugu wa Kristo nao wa Jumapili wakasema Sabato ni Jumapili. Lakini Waislamu nao wakasema siku iliyobarikiwa baada ya Sabato kutolewa na Mungu ni siku ya Ijumaa. Je, kweli Sabato ilikuwa ni lini na Sabato ilikuwa ni siku gani na kina nani walipewa? Je, ni watu wote? Na leo kwenye kiwanja hiki patikana andiko moja linalosema Wakristo washike Sabato. Mnanibatiza hapa na sasa ni mbali hiyo maji msema teka pilipili, msiweke pilipili, wekeni chumvi. Ikipatikana tu andiko moja. Kwa hivyo kwanza kabisa Mungu anasemaje katika 31:13 Kutoka? Je, ilikuwa ni akina nani? Watu wote walipewa Sabato? Tunaanza hapo sasa baba. Hapo hii nataka uwe chap kama wewe niambia. 31:13 inasema kisha ndio nena wewe na wana Israeli na kuambia hakika mtazishika Sabato zangu. Kwanza kabisa Mungu anamwambia Musa, Mungu ananena na Musa na Haruni, anawaambia nena wewe na wana wa Israeli na kuambia hakika nyinyi mtazishika Sabato zangu. Teremka mwanangu. Kwa kuwa ni ishara kati ya mimi na nyinyi. Kwa kuwa ni ishara, hii Sabato ni ishara kati ya Mungu na Waisraeli. Si ishara, tulia, si ishara kati ya Wakenya na Mungu, la, haiwezekani.
Mungu anasema ni ishara kati yake na Waisraeli. Teremka baba. Katika vizazi vyenu vyote. Tena katika vizazi vya Israeli wote teremka. Ili mpate kujua kuwa mimi ndimi Bwana. Niwatakasaye ninyi. Tulia. Ili Waisraeli wapate kujua Bwana ndiye Mungu aliyewatakasa. Kwa hivyo Mungu aliwapatia Waisraeli sabato ili wapate kujua kwamba Mungu ndiye anayewatakasa. Sabato hizi Mungu alizowapatia baada ya Musa kuambiwa, aliteremka kutoka mlima Sinai mpaka kwa wana wa Israeli na kuambia namna gani. 31:16 hapo. Teremka. Inasema hivi. Kwa ajili ya hayo wana Israeli wataishika sabato. Kwa ajili ya hayo wana wa Israeli wataishika sabato. Teremka. Kuiangalia sana hiyo sabato. Katika vizazi vyao vyote. Teremka. Ni agano la milele. Kwa kina nani? Ni ishara kati ya mimi na wana wa Israeli. Ni ishara kati ya mimi na wana wa Israeli. Sasa nashangaa leo Mughaka Mukisia anashika sabato. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Leo nashangaa Mkalenjini anashika sabato, msiba. Kumbe sabato ilikuwa ni ishara kati ya Waisraeli na Mungu milele. Tena jamani, ni milele jamani. Mungu havunji ahadi. Na wao hupenda kiimba wakisema ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Sikilizeni mtasikia, ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Usiniangalie mwaridi sana, sikutuma wewe sabato, unasikia? Kwa hiyo tunakwenda mbele. Je, Mwenyezi Mungu anasemaje katika habari za sabato? Taurati 5:12. Mungu anasemaje katika habari za sabato? Taurati 5:12 nasema, ndio, ishike siku ya sabato itakase. Kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru. Maliza. Siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote. Lakini siku ya saba ndio ni sabato ya Bwana Mungu wako. Naona siku sitafanya kazi yako yote, lakini siku ya saba usifanye kazi. Yaani siku ya saba usifanye kazi. Lakini nashangaa kuna baadhi ya mabwana fulani wamebeba hizo speaker wakaleta hapa. Sijui ni kazi si kazi. Wamebeba speaker wakaleta hapa na wanasema wameshika sabato. Sasa Mungu anasemaje katika habari za hizi? Usiniangalie sana. Sikutuma sabato. Kwa hivyo wanabeba mzigo siku ya sabato. Mungu anasemaje katika habari za kubeba mzigo hizi siku ya sabato? Kutoka 16:29 hadi 30. Kutoka alafu tena wametoka kwao nyumbani wamekuja paka kwa kiwanja. Vipi habari hizi jamani wa sabato? Alafu mmekula mwogo lieti au namna gani? Mmekula ugali jana. Teremka mwanangu. Kutoka ngapi? 16:29 hadi 30. 16:26 kutoka. Inasema hivi. 29 hadi 30 mwanangu. Inasema hivi. Angalieni. Ndio. Angalieni. Kwa kuwa Bwana amewapa ninyi kama kwa mdomo. Kwa kuwa Bwana amewapa ninyi hiyo sabato. Kwa kuwa Bwana amewapa ninyi hiyo sabato. Kwa sababu hii huwapa siku ya 6 chakula cha siku 2. Tulia. Wana wa Israeli walipopewa sabato walikuwa wanapewa chakula ya siku 2. Chakula yenyewe ilikuwa inaitwa mana na salwa. Ilikuwa inatoka mbinguni. Kwa hiyo siku 2, yani chakula kiteremka siku ya Ijumaa kwa mfano, yani siku ya Jumamosi, yani kwa mfano ama Alhamisi, wanakula siku 2, Ijumaa na Jumamosi wanakula. Sasa sijui hao sabato wa sasa chakula inatoka mbinguni au inatoka wapi? Teremka mwanangu. Kaeni kila mtu mahali pake. Mtu awaye yote ndio asiondoke mahali pake. Jamani, kwa siku ya 7. Leo siku ngapi unasema wao? Ya 7. Alafu wameondoka mahali pao ama hawajaondoka? Wameondoka. Wamevunja sabato hawajavunja? Wamevunja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hii ndio inafanya katika Ukristo. Unavunja sabato unasema umeshika sabato. Allahu Akbar. Waislamu takbir. Allah. Wametoka shughuli zao wamekuja hapa. Jamani ni msiba. Teremka mwanangu. Basi ndio hao watu wakapumzika kwa siku ya 7. Na nyumba ya Israeli wakakiita jina la manna na nini? Nacho kilikuwa mfano wa chembe za mtama. Walikuwa wanateremshwa chakula chembe, yani mfano wa chembe za mtama, wakaita chakula yenyewe manna. Walikuwa wanateremshwa chakula kwa siku 2 jamani. Sasa nyinyi jamani nashangaa. Kwanza kama wewe ni mtu wa jua kali, lazima ufanye kazi ndio upate chakula. Jamani itabidi tena ukae dukani, haiwezekani. Kwa hivyo nashangaa kuzidi sana jamani. Walipokuja hapa ilikuwa ni siku ya sabato, wanafaa kukaa nyumbani, hufai kutoka. Jambo la pili, wamebeba maspika. Hii ni msiba. Hii ni kazi walifanya mwezi kazi. Ni kazi. Yeremia 17:21. Teremka. Yeremia 17:21. Yeremia 17:21 inasema. Inasemaje? Inasema hivi. Changamka msemaji. Bwana anasema hivi. Bwana anasema hivi. Jihadharini nafsi zenu. Jihadharini nafsi zenu. Usichukue mzigo wote. Siku ya nini?
siku ya Sabato. Waislamu takbir. Allahu akbar. Kwa hivyo mzigo siku yoyote, kuchukua mzigo siku Sabato ni haramu, marufuku. Sasa jamani, hizi speaker si mzigo jamani. Hebu nielezeni Wakenya wapendwa jamani. Hizi si mzigo hizi. Utasio kusema si mzigo. Mungu anasema wasibebe mzigo siku ya Sabato, lakini utamwona dasha na speaker. Mzigo wote. Kokoro kwa kiwanjani. Anafanya kazi alafu anajidai msabato. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Msiba hii sheria Sabato mtu aliweza kula ugali mbichi, ugali ya jana jamani. Huu ni msiba. Alafu Sabato na masharti yake jamani. Kwanza kabisa usibebe mzigo siku ya Sabato. Usitoke nyumbani kwako. Yaani Sabato ikikupata ndani ya choo, usitoke ndani ya choo mpaka Sabato ishe. Waislamu takbir. Allahu akbar. Sabato ikikupata unastarehe na watoto nyumbani, usitoke mpaka Sabato ifanyeje? Ishe. Lakini wao wanatoka jamani, Sabato haijaisha, msiba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jamani, twende katika Uislamu mpate wokovu, mwingie peponi, mwingie mbinguni jamani. Huo ni msiba. Kwa hivyo Mungu anasema jamani, wasibebe mzigo wote siku ya Sabato. Wao wanang'ana na mzigo jamani. Je, hii Sabato Mungu alijua Mkenya hataweza, alijua Mganda hataweza, alijua Mtanzania hataweza, kwa maana ilikuwa ni maalum kwa Waisraeli peke yao. Mungu akasema nini? Hebu nile katika Wakorintho wa kwanza 13:8 tuwafundishe, kwa maana wajue Sabato si ya kwao jamani. Wakorintho wa kwanza 13:8 inasema hivi, ndio upendo hufungui neno wakati wowote. Maliza. Bali ukiwapo unabii utabadilika. Basi jamani, Mwenyezi Mungu anasema upendo hufungui neno wakati wowote, lakini ukiwemo unabii mambo yabadilika. Kwa hiyo baada ya Musa kupewa sheria ya Sabato, alikuja Yesu. Alipokuja Yesu akavunja Sabato kabisa, ikawa Sabato tena hakuna kabisa. Wapi Sabato ilivunjwa? Nenda kwenye Luka 6:4. Sabato wapi wanafunzi wa Yesu walivunja Sabato na Yesu akavunja Sabato? Luka 6:4 inasema. Inasemaje? Luka 6:4. 6:1. Ikawa Sabato moja. Alikuwa akipita katika mashamba. Maliza. Wanafunzi wake wakawa wakivunja masuke na kuyala. Maliza. Pukusa mikononi mwao. Maliza. Basi baadhi ya Mafarisayo akamwambiaje? Mbona mnafanya lisilo halali siku ya Sabato? Kumbe Yesu na wanafunzi wake walikuwa wanapita kwenye shamba siku ya Sabato, ambapo kwamba istahili hata kwenda shambani siku ya Sabato. Ama wa Sabato mnaendaga shambani siku ya Sabato kweli? Jamani, mnaenda ama muendi? Mbona mna sauti? Amwendi. Lakini mwalimu wetu Yesu anakwenda Sabato, anakwenda shambani siku ya Sabato na wanafunzi wake. Sasa nyinyi na Yesu tufuate nani? Msiba huu. Maliza. Baba anasema nini pale? Sisi Yesu akawajibu. Akawaambia, ndio hamkulisoma hata hilo alilofanya Daudi alipokuwa na njaa, yeye na wale aliokuwa nao? Kumbe hata Daudi mwenyewe hakushika Sabato. Yesu anaripoti habari za Daudi, anasema hata Daudi pia vile vile hakushika Sabato. Wanafunzi wa Yesu pia vile vile hawakushika Sabato. Sasa mimi nashangaa ndugu zetu hao jamani, mnashika Sabato, nani anawapatia amri ya kushika Sabato? Kwa maana Mungu kashafutilia mbali Sabato kabisa, ameitoa wapi? Isaya 1:13. Mungu hataki Sabato. Isaya 1:13 Isaya inasemaje? Inasema hivi, msilete tena matoleo ya ubatili. Mungu anasema msilete tena matoleo ya ubatili. Endelea. Uvumba ni chukizo kwangu. Uvumba ni chukizo kwangu. Maliza. Mwezi mpya na Sabato huita makutano. Ala, kumbe Mungu anasema Sabato ni nini? Ni machukizo. Kwa hivyo siwezi maovu hayo. Ala, kumbe Sabato kwa Mungu ni nini? Maovu na makutano ya ibada. Ala, Mungu kumbe hataki nini? Ibada ya Sabato. Jamani, bado mnajiita masabato, jioni katika Uislamu bana. Ni msiba. Ni msiba huu jamani. Kumbe Sabato Mungu kashavuta. Kudhibitisha Mungu amevuta Sabato. Hosea 2:11 teremka. Hosea 2:11 inasema hivi. Wanafikiri tunaogopa mada. Alafu jambo la kusema Waislamu walichelewa jamani. Hatujaandikwa kazi ili kujitolea, tunajitolea. Kwa hiyo nyinyi kama mnalipwa mshahara, sisi tunajitolea jamani. Teremka. Tena nitaikomesha furaha yake yote. Teremka. Na sikukuu zake. Na maliza. Na siku zake za mwandamo wa mwezi. Kwa hivyo Mungu kwanza hizi sikukuu, Pasaka, nini, sijui Christmas, Mungu azitaki. Maliza. Na Sabato zake. Kwa hivyo Mungu anaondoa nini? Sabato. Ala. Na bado wao wanajiita nani? Wa Sabato. Jamani, kwanza Sabato si dini. Sabato ni siku. Kwa hivyo ukisema mimi dini yangu ni SDA, wewe hauna dini, wewe una siku. Baba, naam, dakika baki kama 15. Hebu kwanza tuwafundishe vizuri, kwa maana
Chairman wewe. 15. Teremka baba, nasema hivi. Sasa hebu tuulize Yeremia katika habari hizi. Yeremia anasemaje? Nehemia 31:31, teremka. Nehemia Nehemia 31:13. Haifiki 31 ni 13 haraka. inasema hivi. Ndiyo. Inasema nami nikaweka watunza hazina juu ya hazina. Maliza. Yani Shelemaya kuhani. Ndiyo. Na Sadok mwandishi na Walawi. Ndiyo. Pedaya na wapili alikuwa Hanan. Ndiyo. Mwana wa Zakur. Sasa hebu kwanza kabisa tuweze kuangalia hii sabato kwani ilikuwepo hapo awali? Ilikuwa siku gani hapo awali? Alafu mimi leo natoa challenge katika Biblia. Mtu wetu atakayetolea andiko katika Biblia kwamba sabato ilikuwa Jumamosi. Mimi leo mnanibatiza. Inaendelea mwalimu. Jana walisema Muhammad si mtume wa kweli. Lakini tutaona wakiegemea kwenye Qur'ani. Inaendelea. Teremka mwanangu. Siku hizo naliona katika Yuda watu wengine waliokanyaga mashinikizo ya mvinyo. Siku ya Sabato. Ala, kwa hivyo Waisraeli walinajisi siku ya Sabato kunywa nini? Pombe. Ala, kwa hivyo kuna baadhi ya watu walinajisi Sabato, sawa? Sasa Mungu baada ya Sabato kuondolewa ama baada ya Sabato kunajisiwa, wengine walichukua miganda na kuwapakia punda zao. Maliza. Tena na mvinyo na zabibu na tini na zote za mizigo walioleta Yerusalemu siku ya Sabato. Oho. Kwa hivyo tunapata kuona ya kwamba kumbe kuna baadhi ya watu walioasi Sabato na Mungu akakasirika. Baada ya Mungu kukasirika, anasemaje tena? Waebrania 4:4. Teremka Waebrania 4:4. Inasema hivi. Kwa maana ndiyo ameenenda siku ya saba mahali fulani hivi. Ndiyo. Mungu astarehe siku ya saba. Akaziacha kazi zake zote. Na hapa napo hawataingia laani mwangu. Basi kwa kuwa neno hili limebaki kwamba wako watu watakaoingia humo. Na wale waliohubiriwa habari ile zamani walikosa kuingia kwa sababu ya kuasi kwao. Ala, kumbe walifanya nini wao? Walikosa kuingia kwa sababu ya kuasi kwao. Maliza. Aweka tena siku fulani. Tulia. Kwa hivyo Mungu baada ya kuona Waisraeli wameasi hiyo siku ya Jumamosi ama siku ya Sabato, Mungu akakasirika sana, akaitoa hiyo siku ya Sabato ya Jumamosi, akaiweka siku nyingine. Hiyo siku nyingine ambayo kwa Mungu alikasirika akaiweka hiyo siku ni siku gani? Qur'ani 62:9. Suratul Jumaa. Teremka baba. Qur'ani 62:9. Inasemaje? Bismillahirrahmanirrahim. Enyi mliamini, ukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa. Ukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa, maliza. Nendeni upesi ndiyo kumtaja Mwenyezi Mungu. Nendeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu, maliza. Na acheni biashara. Tulia. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kumbe aliondolewa siku ya Jumamosi kama wanavyodai, Mungu akaweka Sabato siku ya Ijumaa. Sasa jamani, mimi nawashauri jamani, Ijumaa sote tukutane wapi? Msikitini. Au vipi jamani? Au vipi jamani? Mungu aliondoa Jumamosi. Aliondoa kabisa. Kwa hiyo tunashangaa leo mtu anajiita msabato. Mimi msabato. Kumbe Mungu tayari kashafanyaje? Kashaondoa. Unaona bana? Kashaondoa, kashaweka siku nyingine. Sasa mimi nashangaa kabisa kuona baadhi ya ndugu zetu wanajiita Adventista, sisi ni wa Sabato. Wakati jamani Mungu tayari Sabato hataki, ameiondoa kabisa. Na kudhibitisha Mungu kaondoa hiyo Sabato, tunazidi kuendelea mbele. Baba, naam, Maombolezo 2:6. Maombolezo ya Yeremia 2:6. Ndiyo. Inasema hivi, wale wanaosoma maandiko matakatifu. Inasemaje baba? Inasema naye ameondoa maskani yake kwa nguvu. Naye Mungu ameondoa maskani yake kwa nguvu. Teremka. Kana kwamba ni ya bustani tu. Maliza. Ameziharibu sikukuu zake. Ameziharibu sikukuu. Teremka. Bwana amesaulisha katika Sayuni. Maliza. Sikukuu za makini. Maliza. Sabato. Ala, pia vile Mungu amefanya nini Sabato? Waislamu takbir. Allahu Akbar. Waislamu takbir. Allahu Akbar. Kwa hivyo Mungu amekataa Sabato jamani, Sabato hakuna jamani. Ameondoa kwa nguvu. Sasa mimi nashangaa jamani bado. Kwa hiyo tunawaita katika Uislamu, Uislamu ndio neema, Uislamu ndio dini ambayo kwamba manabii wote walikuwa ni Waislamu, na hata wale walioshika Sabato kina Musa na kina nani wote walikuwa Waislamu. Hakuna nabii yeyote aliyekuwa Mkristo akashika Sabato. Kama iko Sabato, ati Sabato ni kwa Wakristo, nipatiwe andiko. Leo atasema Sabato imestaria kwa watu wa Mungu jamani. Kwani Waisraeli walikuwa watu wa nani? Walikuwa watu wa Mungu vile vile. Kwa hivyo jamani, niangalie bodasha sijakuuliza kama wewe nani Galatia. Wewe wapi? Teremka baba. Sasa hebu nashangaa. Hebu tuzidi kufundisha, dakika zimebaki mingi. Ezekieli 8:15. Ezekieli 8:15. Teremka.
Gari inaungua hapa Alafu leo ni kuwasilimisha tu. Tumesilimisha wawili asubuhi. Sasa bado tunazidi kuwasilimisha. Ezekieli 8? 13. 15. Nasema hivi. Inasemaje? Akanambia mwanadamu. Ndio. Umeona haya? Utaona tena machukizo makubwa kuliko haya. Ndio. Akanileta mpaka ua wa ndani wa nyumba ya Bwana. Natazama mlangoni pa hekalu la Bwana, kati ya ukumbi na madhabahu. Ndio. Walikuwa watu kama 25. Wamelipa kisogo hekalu la Bwana. Ndio. Na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki. Nao wanaliabudu jua. Kwa hiyo pia vile vile tuzungumzia hao watu wale wanaabudu siku ya Jumapili pia vile vile. Kama wapo mtu anatetea Jumapili atakaribishwa. Kwa hivyo kuna watu wa Jumamosi, kuna watu wa Jumapili, kuna watu wa Ijumaa wanaotetea siku ya Ijumaa. Kwa hivyo hao pia vile vile walikuwa wamepatia mgongo hekalu la Bwana, wanaangalia jua teremka kwa kuelekea upande wa mashariki. Basi akaniambia umeona haya? Ndio. Mwanadamu. Je, ni jambo dogo sana kwa nyumba ya Yuda wayafanye machukizo wanayafanya hapa? Kwa maana wameijaza nchi hii udhalimu. Maliza. Tena wamerejea nyuma ili kunikasirisha. Na tazama wanaliweka tawi puani. Tulia. Kwa hivyo tunapata watu waliasi Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu amechagua siku nyingine ambayo kwamba ni siku ya Ijumaa. Naona mwenyekiti ameshika kipaza sauti. Kwa hivyo nyote nawakaribisheni katika Uislamu. Twende pamoja tukaabudu Mungu siku ya Ijumaa. Tena Waislamu wanaabudu siku zote. Mmoja kufunga kanisa na kifuli, jamani, hatari. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri mnamsikia huyu kijana vile anavyokwenda. Mada iliyopo ni siku gani sahihi ya ibada. Si mambo Yesu alienda shambani, ama ni siku sahihi ya ibada. Je, ni gani kulingana na maandiko? Kwa hivyo Mwalimu Ndasha Francis, ingia kwenye viwanja, jibu yule kijana taratibu, usimpeleke mbio, pole pole tu, ili apate raha duniani. Haya, dakika 20 ni za kwako mwalimu. Haya, kwanza nataka niweze kuwasalimu wa Kristo. Bwana asifiwe. Waislamu, asalamu alaikum. Amjibu. Kwanza mimi nimeshangaa kwa sababu jana waliomba mada wao, wakasema tujadili Sabato ni lini, lakini mzungumzaji leo ashakubali Sabato ni Jumamosi, lakini akasema ni ya wana wa Israeli. Mumemwelewa nini? Yaani ameshakubali ni Jumamosi, si Friday. Amekubali ni Jumamosi, lakini ya wana wa Israeli. Haya, kwanza mimi sababu nishamuelewa ya kwamba yeye ashakubali Sabato, lakini akasema hiyo si ya Wakristo, ni ya wana wa Israeli. Mimi naomba niulize tu Qur'ani, haya maneno ya Abubakar ni ya kweli wewe Qur'ani ama ni ya uongo? Kwanza nipe 2:45 Qur'ani inasemaje? 2:45. Ndio. Ingawa maneno haya wanaambiwa Mayahudi, yanawaambiwa wana wa Israeli, lakini yanawahusu watu wote. Kumbe maneno ya wana wa Israeli yanawahusu nani? Watu wote. Hiyo ni kitabu gani? Qur'ani hiyo. Haya, nichukulie hiyo nyingine, mwembeba hii ambayo unasoma hii. Pelekea kwa meza. Nifungulie ukurasa wa 16 hapo. Sasa hiyo mimi nakutibu pole pole, alafu baadaye nikufundishe, kwa maana naona wewe kumbe ni mwanafunzi. Twende. Inasema ndio, mtu au watu wowote, wacha Mungu wanaitwa nani? Israeli. Hiyo ni kitabu gani unasoma? Qur'ani hapa. Kumbe watu wote ambao ni wacha Mungu wanaitwaje? Israeli. Sasa kumbe sisi wa Kristo ni wacha Mungu, tunaitwaje? Israeli. Na Sabato ilipewa nani? Israeli. Na watu wote wacha Mungu ni nani? Israeli. Kumbe ilipewa nani? Haya, chukulia hiyo ingine hapo, iko hapo. Ile ingine ya Kiingereza ama wamebeba huko nyuma. Nisaidie ile 47. Mimi kwanza nawafunza na Qur'ani kabla sijaenda kwa Biblia, kwa sababu Biblia hamwezi. Biblia hamwezani na sasa. Kama Qur'ani na mashida, Biblia ndio mtaweza. Na ujue Qur'ani ina vitabu 30 na Biblia iko na vitabu 66. Sinaona ile ni kitu kidogo tu.
alafu anakuja kuingia kwa bahari kubwa. Si utazama bwana. Soma hiyo. Oh, you who have been given the scripture, Jews and Christians. Safi. Endelea chini. Believe in what we have revealed to Muhammad. Ndio. Confirming what is already with you. Ndio. Before we efface faces by making them like the back of necks. Without nose, mouth, eyes. Ndio. Alafu kizungu hiki kimeandikwa hapa hatari sana. Yaani ni kile kibaya kibaya tu. Sasa mwalimu wangu nafikiri tutaisoma kwa Kiswahili baadaye kwa Qur'an nyingine. Inasema mwalimu, ndio, and turn them with hindwards of cast them ndio, as we cast the Sabbath keepers. Kwa hivyo wale ambao wametajwa pale juu, wametajwa watu gani? Christians na nani? Jews. Ambao tumeambiwa wamepewa nini? Scriptures, Sabato. Haya, hiyo nafikiri ni Qur'ani tumefunika. Sasa kujeni mseme hiyo maneno ya Qur'ani ni uongo. Sasa mwalimu, naomba nifundishe watu. Mimi sitafuatana na yeye kwa sababu nimempata ya kwamba kidogo ni mwanafunzi. Na ni kwa nini nimejua ni mwanafunzi? Naomba usikie andiko alitoa Hosea 2:11. Hiyo andiko inadhihirisha kwamba huyu jamaa ni mwanafunzi wa Biblia, si mwalimu. Soma usikie. Inasema, ndio, tena nitaikomesha furaha yake yote. Nitaikomesha furaha yake yote na sikukuu zake. Na sikukuu zake. Na siku zake. Na siku zake. Na mwandamo wa mwezi. Na mwandamo wa mwezi. Na sabato zake. Hebu sikia andiko liko clear. Sabato zake. Kuna tofauti ya sabato ya Mungu na sabato zake. Sabato zake huyo ni nani? Sio Mungu anasema nimekomeza sabato yangu. Ninyi Waislamu hata ni wa kuhurumia. Yaani hao ni watu wa kuhurumia, si uongo. Sababu wewe ukisikia andiko, hata mtoto wa nasari atajua kwamba inaitwa sabato zake, si ya Mungu. Sasa niulize, tunasungumzia sabato zake ama sabato ya Mungu? Kutoka 28. Msisungumuzie sabato zake, tunasungumzia sabato ya nani? Sikia hiyo, wacha kucheka. Hapa ni maneno ya Mungu inasomwa, si mchezo. Twende 28. Ikumbuke siku ya Sabato. Ikumbuke siku ya Sabato, uitakase. Ndio. Siku sita fanya kazi. Utende mambo yako yote. Ndio. Lakini siku ya saba. Lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Sabato ya nani? Bwana. Na wao wanazungumzia sabato ya nani? Hii ni vitu mbili tofauti. Tunazungumzia sabato ya nani? Ya Bwana. Sasa yeye akakuja na hoja yake, akasema kulingana na Luka 18:1, akaisoma, akaambia msomaji wangu nisomee Luka 11. Luka 11 inasema, akamwambia mfano, imempasa kumuomba Mungu siku zote. Wote na nyinyi mnaomba mara 5. Wakristo wanaomba hata mara 20, hata 100. Sababu wanaomba kila wakati. Siku zote tunaomba. Hata saa hivi tumekuwa hapa tumeomba. Kesho tutaomba. Saa 2 tutaomba. Saa 3 tutaomba. Tunaomba Mungu siku zote. Lakini siku ya ibada ndio tunazungumzia. Siku ambayo watu wanafaa kufanya ibada, si ya kuomba. Siku ya kufanya ibada ni gani? Wale ambao walikuwa kwa Biblia walifanya ibada yao siku gani? 13:44 Matendo ya Mitume. Sijui hao nao ni Wayahudi. Soma hiyo 13:44 Matendo ya Mitume. Inasemaje? Hata sabato ya pili. Hata sabato ya pili. Watu wengi karibu mji wote. Watu wengi karibu mji wote wakakusanyika. Walisikia neno la Mungu. Kumbe watu ambao walikusanyika wasikie neno la Mungu siku gani? Siku ya Sabato. Na hao wanaenda lini? Friday. Sasa Friday nani aliwaambia kama mjapotea? Hao wanakusanyika siku ya Sabato, nyinyi mnaenda Friday. Tuulize Qur'ani, mnafaa kufanya hivyo ama mnakosea? Nipe hiyo Qur'ani tafsiri ya Barwani 16:124. Hiyo hata mmekosea. Qur'ani yenyewe bila Biblia inasema mmekosea. Hamfai kwenda Friday, mnafaa kwenda Jumamosi. Naomba usikie hiyo 16:124 Qur'ani. Inasema hivi. Ndio. Hakika siku ya Sabato Jumamosi. Hata nini? Jumamosi. Kumbe Qur'ani nakubali siku ya Sabato ni nini? Jumamosi. Kumbe si Friday. Haya, nipe mchuzi wake hapo. Wala hawa ni watu wa kuhurumia. Qur'ani wameshindwa kusoma msikitini, alafu wanakuja kwa Biblia. Na kazi mtaweza wapi? Soma hiyo.
Wala ndio sio kuitukuza siku ya Ijumaa na kuiacha Jumamosi. Yaani Qur'ani inasema sio kuitukuza lini? Ijumaa. Wakaacha Jumamosi. Na wao wamefanyaje? Wamekataa. Wametukuza gani? Ijumaa. Wakaacha nini? Jumamosi. Ndio hata jinsi Waislamu. Waislamu badia. Hao ndio Waislamu badia, kwa sababu Waislamu original hawawezi wakaitukuza Ijumaa wakaiacha nini? Jumamosi. Jumamosi. Kwa nini? Kwa nini? Akasoma kitabu cha Warumi 13:8 akasoma nusu. Hawa watu ni wajaja. Wakati wa Kristo hawa watu wayatoa maandiko ya nukuu, wanasoma nusu. Hapo chini wanajua kuna mchumari, wanatoka biu. Soma hapo 13:8. Ndio. Msiwiwe na mtu chochote. Msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana. Ndio. Kwa maana ampendaye mwenzake ametimiza sheria. Nipe habari. Maana kule kusema ndio usizini, usiue, usiibe, usitamani, ndio, na ikiwapo amri nyingine yoyote inajumulishwa katika neno hili gani? Ya kwamba pende jirani yako kama nafsi yako. Yani amri zote za Mungu zinasugumuzia upendo. Kama wewe unampenda Mungu, hawezi ukafuja amri za Mungu. Kama wewe unampenda jirani yako, hawezi ukafuja amri za Mungu. Sasa tumuulize Yesu, wewe Yesu, kuhusu amri za Mungu unawaambiaje Wakristo pamoja na Waislamu ambao wamekusanyika Kapsabet 19:17 aya yake ya kitabu cha Mathayo 19:17. Mathayo inasemaje? Akamwambia, ndio, kwani kuniuliza habari ya wema? Ndio. Aliye mwema ni mmoja. Aliye mwema ni mmoja. Lakini ukitaka kuingia katika uzima. Sasa hapa ndio kwenye pointi yangu. Yesu anawaambia watu wote wako Kapsabet, ukitaka kuingia katika uzima, zishike amri. Zishike nini? Amri. Amri za nani? Za Mungu. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anataka kwenda mbinguni ama anataka kupata uzima, lazima ashike nini? Amri. Amri ya kwanza, usiwe na Mungu mwingine ila mimi. Amri ya pili, usifanye sanamu ya kuchonga. Amri ya tatu, usitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Amri ya nne, ikumbuke siku ya Sabato itakase. Kumbe wale ambao wanataka kwenda mbinguni hata amri ya nne hawafanyi nini? Hawavunji. Haba inasema waikumbuke siku gani? Ya Sabato. Na Waislamu wamekubali hiyo siku ya Sabato ni lini? Jumamosi. Sio lini? Sio Ijumaa. Sio Ijumaa. Hata sijui baada ya leo ni kama imekwisha. Ama mnaonaje nyinyi? Ni kama imekwisha, amemaliza. Sasa tunasukumzia nini? Kwa sababu tulikuwa tusukumuzie siku ya Sabato ni lini. Amesema ni Jumamosi, alafu akatumia andiko kwa Biblia ati ya kwamba ilibadilishwa ikawekwa siku nyingine. Sijui kwa nini ukutoa Friday hapo. Ine ya Waibrania. Twende hapo. Ine ya Waibrania. Unafikiri Biblia ni Qur'ani? Hapana. Biblia ni kitabu ambacho kimeongozwa na Roho Mtakatifu, na kwenye Waislamu roho hamna. Mteja. Soma hiyo. Kwa maana amenena siku ya saba mahali fulani hivi. Ndio. Mungu alistarehe siku ya saba. Teremka ya saba hapo. Aya 7. Ndio. Aweka tena siku fulani. Ameweka siku fulani. Akisema katika Daudi. Ndio. Baada ya muda mwingi. Namna hii. Ndio. Leo. Kama ilivyonena tangu zamani. Kumbe ile siku fulani ambayo imewekwa katika Daudi inaitwaje? Leo. Sasa kwa nini hamkutoa andiko Friday inaitwa leo? Mimi nataka nitoe andiko siku ambayo inaitwa leo ni gani? 16:25 kitabu cha Kutoka. Vipi nyie? 16. Unafikiri hapa mnakuja kuleta elimu ya msikitini? Hakuna. Soma hiyo. 16 ngapi? 25 Kutoka. Inasema 16:25. Ndio. Musa akasema, haya, kuleni hiki leo. Kwa kuwa leo ni lini? Ni Sabato. Kumbe ile siku inaitwa leo ni gani? Ni Sabato. Na wamesema ni siku gani hiyo? Wamesema hiyo Sabato ni siku gani? Nyinyi hao Waislamu bwana, ni wa kuhurumia. Mwalimu wangu akashindwa kufika Waibrania 4:9. Fika hapo. Alijua hapo akifika kuna misumari. Inasema, ama nini kilikuzuia usisome hapo? Soma hiyo. Basi ndio imesalia raha ya Sabato. Kwa nani? Kwa watu wa Mungu. Ukisikia jina imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu, imebaki raha ya Sabato kwa watu gani? Wa Mungu. Wale wanakataa Sabato si watu wa nani? Si wa Mungu. Wale ambao wana Sabato ni watu wa nani? Wa Mungu. Hawa si watu wa Mungu vile unawaona hapa. Una kabisa. Mwalimu wangu. Naam. Sasa tunaelekea sisi, nafikiria kwamba tunafuata maandiko. Si maneno ya Abubakari amekuja. Unajua kuna mtu akaanzisha SDA, alikuwa mwanamke choko. Hiyo maneno umetoa hapa.
Unajua maneno ya akili yako itakubidi upelekee Waislamu msikitini. Hapa tunataka vitabu. Hiyo vitabu ulisoma ukaona hivyo, nini kilikuzuia kubeba? Na unaona tumebeba sisi na magonia hata zingine ziko hapa. Wewe kilikuzuia kubeba nini? Ukuja wewe akili yako tutaweka bado tusome. Mwalimu wangu akasema ya kwamba tumebeba masipika. Hii masipika Biblia imebeba, imekubali tubebe. Kwa sababu hatujakuja kuuza mtumba nayo. 58:13 Isaya, sikia hiyo. 58. Kama tukebeba tukuje tuuze mtumba, hiyo ndio ingekuwa dhambi. Lakini hii tumekuja kukuhubiria, tumekubaliwa, sikia hiyo. 58:13. Ndio. Nasikia nakungoja. Nasema nakugoja nini? Hiyo maandiko umekuja hapo umeandika kwa karatasi kafika mahali kakuja ukaanza. Ndio sikujua umeishiwa hapo kile nimekaa. Soma hiyo. Inasema ndio, kama ukigeuza mguu wako, usihalifu sabato. Ndio. Usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu. Ukiita sabato siku ya furaha. Ndio. Na siku takatifu ya Bwana. Ndio. Yenye heshima. Ukiitukuza. Ndio. Kwa kuzifanya njia zako mwenyewe. Kumbe ile kazi ambayo tumekatazwa kufanya ni yetu, lakini ya Mungu tunafanya. Hii ni ya nani? Ya Mungu. Chunga sana. Alafu anakuja akasema, unajua msikiti sisi tunafungua kila siku, ninyi mnafunga sabato, mnafunga kanisa mpaka sabato. Sio sisi tulisema, ni Mungu alisema. Enda ukamuulize 46:1 Ezekieli. Alisema 46:1 Ezekieli inasema, huyu jamaa naona tutampatiza hivi karibuni huyu. Bwana Mungu. Ndio. Bwana Mungu asema hivi, lango la ua wa ndani lielekeao upande wa mashariki, ndio, litafungwa siku 6 za kazi. Litafungwa siku 6 za nini? Za kazi. Lakini siku ya sabato litafanyaje? Litafunguliwa. Na sisi tunafunga siku ngapi? 6. Tunafungua ya ngapi? Ya 7. Kwa sababu ni nani alituambia? Mungu. Sasa nyinyi kujeni mtoe andiko mliambiwa mfungue. Yaani unajua hata angalau angekuja, unajua ukiwa mhubiri mzuri unaweza ukaweka mada ukahubiria watu ya kwamba yani ile siku yako umekuja kuhubiria watu Friday, Mungu akaweka kwa sababu ya hii. Lakini wewe umekuja sabato, sijui sasa umesaidia watu na nini? Baadaye umekuja tu, umetoka hata tu bure. Mwalimu wangu, naam, 62:9 Qur'ani. 62:9 Qur'ani. Sasa hii siku ambayo unasikia hawa Waislamu wanasema ati ni siku ya ibada, urogo. Na kama kuna Muislamu leo anasema siku ya Friday ni ya ibada, akuje atoe hapa. Sikia hiyo, soma hiyo. 62:9. 62:9. Enyi mlioamini. Ni Waislamu wanaambiwa na Qur'ani, enyi mlioamini Waislamu, kukiadhiniwa kwa ajili ya sala. Kukiadhiniwa, mkisikia adhana, Allahu Akbar. Siku ya sala, siku ya Ijumaa. Ndio. Nendeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu. Muende msikitini mtaje Mwenyezi Mungu. Na acheni biashara. Kufanya hivi ni bora kwenu ikiwa mnajua. Ndio. Na itakapokwisha sala. Tawanyikeni katika ardhi. Hebu simama. Ile siku ya Friday wanaambiwa waende waombe, waswali, swala ikiisha wafanyeje? Wafungue maduka. Alafu nasikia wakihubiri. Mnaambiwa na nani muhubiri huko? Siku ya Friday msihubiri, mswali peke yake. Swala peke yake. Swala ikikwisha mfanyeje? Wenda. Na wao wanaenda kuhubiri. Kimawaida. Ninakwambia hawa watu ni Waislamu badia. Waislamu walijina hakuna, mama wachana wale hivi. Anasema tumalize. Hawa watu akikuja atamaliza kwa walaha zake. Siko hapa Qur'ani kwani kuna mahali naenda. Kuja umalize. Mwalimu wangu, naam, hiyo ishapatikana ya kwamba siku ya Ijumaa ni ya kwenda kusali, alafu unafanyaje? Unaenda biashara. Sasa tuulize, siku ya ibada ambayo inafaa kuwa ni ibada peke yake ni gani? Qur'ani 7:163. Yaani Qur'ani mweshindwa kusoma kwa msikiti, tunakuja kuwasomea kwa muhadhara. Inna lillahi. Mama, achana na watu, nakupoteza wewe. Wewe kwanza ni mwanakwaya mzuri sana. Sawa hiyo? Inasema ndio. Saidi ameteta hapa hata sisikii. Nakwaje? Anaanza mambo ya mtu hapa. Inasema kwetu maneno ya mtu hakuna.
Inasemaje? Na waulizeni habari Ndio. za mji ambao ulikuwa kando ya bahari. Watu wa mji huo ndio walipokuwa wakivunja sheria ya Jumamosi. Walikuwa wakivunja sheria ya nini? Ya Jumamosi. Ndio. Ambayo waliambiwa wasifanye kazi katika siku hiyo. Ndio. Wafanye ibada tu. Kumbe siku ya Jumamosi wameambiwa wafanye nini? Ibada peke yake. Hiyo andiko unatoka kwa kitabu gani? Qur'ani hii hapa. Siku ambayo watu wanafaa kufanya ibada ni gani? Jumamosi. Sasa hata mnataka kitu gani? Ukianza kwa ule tubatize huyo, tubatize huyo, tubatize huyo. Kwa sababu hawana maandiko. Wakija hapa utawasikia, "Oh, ni Israeli. Oh, ni Israeli. Sikumkuja mtoe Friday. Mumeambiwa mfanye ibada." Mnalalamika nini? Sasa mdakika sindano ni chungu, kuvumilia ndio kupona. Hapa kiti imekuwa chungu. Yaani dakika 20. Dakika 2 mwalimu. Dakika 2 inatosha kumbatiza Abubakari. Mwalimu wangu. Naam. Sasa tunaangalia kwenye Biblia. Akakuja akatoa 13 kitabu kinaitwa Nehemia, lakini hakufika 15. Fika 15 wewe. 13. Yeye amesoma 13. Mimi nataka usome 15 kwa sababu Waislamu kazi yao ni kusoma maandiko juu ya chini hawasomi. 15 inasema. Inasemaje? Siku hizo naliona katika Yuda ndio watu wengine waliokanyaga mashinikizo ndio ya mvinyo siku ya Sabato. Safi. Na wengine ndio waliochukua miganda na kuwapakia punda zao. Ndio. Tena na mvinyo na zabibu na tini ndio na namna zote za mizigo. Safi. Walioleta Yerusalemu siku ya Sabato. Nami Nehemia nikashuhudia juu yao siku ile ndio waliouza vyakula. Maliza. Tena wakakaa humo watu wa Tiro ndio walioleta samaki na biashara ndio za kila namna. Safi. Wakawauzia wana wa Yuda ndio siku ya Sabato. Twende. Na mumo humo wa Yerusalemu. Safiri. Ndipo nikagombana na wakuu wa Yuda. Nehemia hakukubaliana na hiyo. Walifanya, lakini ilikuwa wanafanya dhambi. Akagombana nao, akawaambiaje? Nikawaambia ni neno baya. Yaani hili mnalofanya ninyi la kufanyaje? Na kuinajisi siku ya Sabato. Kumbe kufanya kazi siku ya Sabato ni kuinajisi nini? Siku ya Sabato. Nehemia hakufurahia. Na hawa wanafanya kazi siku gani? Hiyo. Haya, Mungu awabariki. Tuifanyie kazi hapa. Ezekieli 46:1 akawashia juu. Ezekieli 46:1 inasema nini? Bwana Mungu ndio asema hivi. Lango la ua ndani. Ua la ndani, si wa nje. Lielekelea upande wa mashariki. Lielekelea katika upande wa mashariki. Litafungwa siku 6 za kazi. Itafungwa katika siku 6 ya kazi. Lakini siku ya Sabato ndio litafunguliwa. Twende kazi. Na siku ya mwezi mpya litafunguliwa. Na siku ya mwezi mpya itafanya nini? Litafunguliwa. Twende kazi chini. Mkuu ataingia kwa njia ya ukumbi wa lango lile ndio upande wa nje. Ndio. Na atasimama karibu na mwimo wa lango. Ndio. Nao makuhani wataitengeneza sadaka yake kuteketezwa. Wao wako na sadaka kuteketezwa huko. Mwalimu, endelea. Na sadaka zake za amani. Ndio. Na ataabudu penye kizingiti cha lango. Ataabudu katika nini? Kizingiti cha lango. Na hao wanaabudu ndani ya nini? Ya kanisa. Sasa vipi? Au kuona hiyo aya? Allahu Akbar. Kizingiti cha mlango nitakana ukae hapa kwa kizingiti cha mlango, lakini yeye anaingia ndani. Wanazidi kuvunja. Mwalimu. 20:12 Ezekieli. 20:12 Ezekieli. Ndio. Nayo inasema hivi. Ndio. Inasema haya tena. Ndio. Naliwapa sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao. Ziwe ishara kati ya Mungu na wao. Wapate kujua kuwa mimi Bwana ndio ndimi niwatakasaye. Ndio. Lakini nyumba ya Israeli waliniasi jangwani. Kwa hivyo nyumba ya Israeli walimwasi Mwenyezi Mungu wapi? Jangwani. Twende kazi. Hawakwenda katika amri zangu. Ndio. Wakazikataa hukumu zangu. Ndio. Ambazo mwanadamu ataishi kwazo. Ndio. Kama akizitenda. Ndio. Na sabato zangu. Safi. Walizitia unajisi sana. Kwa hivyo sabato walitia nini? Unajisi. Kwa hivyo sabato ikawa ni chafu. Ndipo nikasema, nitamwaga hasira yangu juu yao jangwani. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akamwaga hasira yao ili niwaangamize. Ndio, mwalimu. Naam. Hebu tuangalie. Mwenyezi Mungu alipoleta hasira yake kwa wana wa Israeli nini? 5:78 Qur'ani. 5:78. 78 Qur'ani. Ndio. Inasema hivi. Ndio.
5:78. Bismillahirrahmanirrahim. Safi. Inasema walilaaniwa wale waliokufuru miongoni mwa wana wa Israeli. Miongoni mwa wana wa Israeli walilaaniwa na nani? Kwa ulimi wa Daudi. Kwa ulimi wa Daudi na wa Isa bin Maryam. Na Yesu mwana wa nani? Maria. Sasa wewe ukoona hiyo. Kwa hivyo hawa Mayahudi walilaaniwa kwa sababu hawakushika amri ya Mwenyezi Mungu. Mwalimu? Naam. Hiyo ni Qur'ani. Biblia Yoshua 7:12. Yoshua 7:12. Inasema nini? Inasema hivi. Inasema ndio. Ndiposa wana wa Israeli ndio hawawezi kusimama mbele ya adui zao. Hawawezi wakasimama mbele ya adui zao. Wakawapa visogo adui zao. Ndio. Kwa sababu wamelaaniwa. Kwa hivyo wana wa Israeli kwa mujibu wa Qur'ani na Biblia walifanywa nini? Wamelaaniwa. Yeye ni mwana wa Israeli. Kenya huyu. Kikuyu. Mwalimu? Naam. Hebu tupige 16:124 Qur'ani. Hiyo alimuntakhabu hiyo aliyocheza nayo. 16:124 Qur'ani. Mkono wa paka babu. Kumina 16:124 Qur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Safi. Nasema hivi, hakika wale wasioziamini aya za Mwenyezi Mungu. Ndio. Mwenyezi Mungu hawaongozi njia ya kheri. Ndio. Kwani wenyewe hawataki. Ndio. Basi watapata adhabu yumizayo. Ndio. Soma hii Qur'ani nyingine hii. Barwan hiyo. 16:124 chini aliyochezea hapo. Nasema hivi, 114 124 16:124 chini yake kuna maelezo hapo. Inasema wala sio kuitukuza siku ya Ijumaa. Wala si kuitukuza siku ya Ijumaa na kuiacha Jumamosi. Endelea. Kama ilivyo katika Uislamu. Ndio. Kuwa ni kukhitlafiana na alivyokuwa akifanya Ibrahimu. Ndio walitalifiana kwa sababu vile Ibrahimu alikuwa anafanya nini? Alikuwa anafanya, endelea. Kama wanavyodai Mayahudi. Kwani kuharamishwa kuvua na kufanya kazi nyingine siku ya Jumamosi. Kwa hivyo waliharamishiwa wasifanye nini? Kazi siku ya Jumamosi. Na wao wakafanya nini? Wakafanya kazi. Au kuona hiyo? Ndio chini? Ndio siku ya Sabato. Walifanya nini? Walifanya kazi. Na Mungu hataki wafanye nini? Wafanye kazi. Kwa sababu huyu mwalimu alisema ya kwamba siku ya Sabato inafaa kwamba watu wafanye nini? Kazi. Sasa tunauliza Mungu, ikiwa huyu atafanya kazi Kutoka 35:1-2. Kutoka 35:1-2. Ikiwa tutamwona amebeba speaker, Mungu anasema nini katika Biblia? 35:1 inasema hivi, Musa akakutanisha mkutano wote wa wana wa Israeli na kuambia maneno aliyohusia Bwana ni haya. Ndio. Kwamba myafanye. Ndio. Fanyeni kazi siku 6. Fanyeni kazi siku 6. Lakini siku ya 7 itakuwa siku takatifu kwenu. Ndio. Ni sabato ya kustarehe kabisa. Ni sabato ya kufanya nini? Kustarehe kabisa. Sio kufanya nini? Sio kufanya kazi. Ndio, endelea. Mtu yeyote atakayefanya kazi yoyote katika siku hiyo, kama huyu akifanya kazi katika siku hii, afanye nini? Atauawa. Kwa hivyo inafaa wewe uawe, bado usiniangalie. Allahu Akbar. Indakana uuliwe. Allahu Akbar. Mwalimu, naam. 20 za Ezekieli. 20 za Ezekieli. Inasema hivi, ndio. 20 Ezekieli. Ndio. Inasema, mkono wa paka babu. 20 Ezekieli. Ndio. Inasema, zitakaseni sabato zangu. Zitakaseni sabato zangu. Zitakuwa ishara kati ya mimi na nyinyi mpate kujua kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ndio. Lakini watoto hao waliniasi. Walimuasi nani? Hawakuenda katika amri zangu. Kwa hivyo hao walimu wameasi nani? Mwenyezi Mungu. Wala hawakuzishika hukumu zangu. Wala hawakuzishika nini? Hukumu za Mungu. Sasa vipi? Au kuona hiyo mwalimu? Naam. Hebu piga 31 ya Yeremia. 31. Maadamu amevunja sabato, Mungu anasema nini? 31 Yeremia. Inasema hivi. Ndio. 31 Yeremia. Ndio. Inasema, dakika 3.
Angalia, ndio siku zinakuja, siku zinakuja, asema Bwana, atakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli. Atafanya agano jipya na wana wa nini? Nyumba ya Israeli. Na nyumba ya Yuda. Ndio. Si kwa mfano agano lile lililofanya na wazao katika siku ile lilipowashika. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema kwamba atafanya agano nini? Jipya na wana wa nini? Wa Israeli. 4 Waibrania. Waibrania 4:4. Ndio. Inasema hivi. Kwa maana ameinena siku ya 7 mahali fulani hivi. Kwa hivyo Mungu baada ya kufanya agano jipya na wana wa Israeli akanena siku ya 7 mahali fulani hivi. Sawa. Mungu alistarehe siku ya 7. Mungu alistarehe siku ya 7. Akaziacha kazi zake zote. 62:9 Qur'ani. Yaani leo ni leo hapa. 62:9 Qur'ani. Mungu amebadilisha kipigo. Enyi mliamini. Ukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa. Safi. Nendeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu. Ndio. Na acheni biashara. Ndio. Kufanya hivi ni bora kwenu. Ndio. Ikiwa mnajua hivi basi fanyeni. Na itakapokwisha sala, ndio, tawanyikeni katika ardhi mtafute fadhila za Mwenyezi Mungu. Ndio. Na mkumbukeni Mwenyezi Mungu kwa wingi. Ndio. Ili msipate kufanya mabaya, ili mpate kufaulu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu baada ya kusema kwamba wasiweze kufanya kazi, wakavunja ile ahadi, Mwenyezi Mungu akabadilisha kwamba fanyeni kazi, lakini kifika tu mkisikia adhana Allahu Akbar, wacheni mwende kumtaja Mwenyezi Mungu. Sawa? Mwalimu? Naam. Tulia babu. Shindani kiingia tulia. Si hapa walimu wako. Leo ni leo. Mwalimu? Naam. Jana alisema kwamba Muhammad si mtume, sawa? Lakini leo anatumia kitabu gani? Qur'ani. Aliyopatiwa nani? Mtume Muhammad. Sasa tumuelewe vipi leo? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mrongo huyo. Huyo mrongo. Jana alisema kwamba Muhammad si nani? Si mtume. Lakini leo anatumia kitabu gani? Ya Muhammad. Kuthibitisha kwamba Jumamosi ni nini? Ni Sabato. Wewe vipi? Yaani hakuna watu waliochanganyikiwa kama hawa. Haya, muda wako umeisha. Utandikwa na watu rika yako. Tuko pamoja? Haya, ndugu yetu, kuhusu Sabato, kwanza nimeona ndugu zetu Waislamu hawana shida na Sabato na wayatupia siku nyingine. Kwa hivyo Waislamu, haleluya, hawana nyingine wala hata hawatakuwa nayo. Haya, ndugu yetu ametoa katika Ezekieli 20:20 akasema ya kwamba wale waliasi na walipoasi walipewa adhabu, na walipopewa adhabu, na akatoa andiko ya kwamba Wayahudi wamefanya nini? Wamelaaniwa na wamepewa adhabu. Hata nyinyi mko katika hiyo kulaaniwa. Msomaji, hebu tuangalie 2:65. Tuangalie kama hii adhabu iko kwa Wayahudi peke yao au iko kwenu. Tena akatoa andiko akasema waliosikadhibisha aya za Mungu watapewa adhabu kali. Ametoa hapa aya yake, nikimsikia nikaandika hapa. Haya, sikia uone kama mtapona. Haya tu. Na kwa yakini mmekwisha kujua habari za wale walioasi miongoni mwenu. Wale walioasi miongoni nyinyi Waislamu ni wana waasi. Walioasi miongoni mwenu nyinyi. Haya tu. Katika amri ya kuheshimu Jumamosi. Unaona, si wameasi Jumamosi. Hapana. Msomaji, wameasi kwa sababu gani? Hawataki Jumamosi, na andiko limetolewa. Wale walioasi miongoni mwenu katika amri ya kuheshimu Jumamosi wakafanywaje? Tukawaambia, weni manyani wadhalilifu. Wakaambiwa kuene manyani wawe na mikia. Endelea. Haya, tuende msomaji. Inasema, kwa hivyo, tukaifanya adhabu hiyo kuwa onyo kwa wale waliokuwa katika zama zao, na waliokuja nyuma yao. Kwa hiyo msomaji, kuna adhabu ilifanywa wakati ule, na watakaokuja nyuma wana adhabu ile au hawana? Wanayo. Sasa hawa waliokuja nyuma ambao kwanza wamekewa adhabu ni akina nani? 62. Inasema, na amemleta kwa wengine miongoni mwao walio bado kuungana nao. Nao ndio sisi Waislamu tuliokuja nyuma. Unaona hiyo matatizo? Kwa hiyo adhabu imewekwa kwa wale ambao waliokuwa katika zama zile na watakaokuja nini? Nyuma. Sasa mtaponea wapi ndugu yangu? Ndugu yetu akakuja hapo akasema Ezekieli, wale waliasi. Aya Ezekieli 20:19. Aya sikiza hiyo.
20:19. Aya, sikiza hiyo. Wale baba zao waliasi, lakini watoto walipokuja waliambiwaje? Sikiza hiyo. Mimi ni Bwana Mungu wenu. Endeni katika amri zangu, mkazishike hukumu zangu. Endelea. Na kuzitenda. Na kuzitenda. Zitakaseni sabato zangu. Zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi. Unaona hiyo? Kwa hivyo wakaambia kwamba zitakaseni sabato zangu. Wakakuja na wakatakasa, na hiyo story ikaisha. Kelele ya Mungu na wana wa Israeli ikafanya nini? Ikaisha. Haya, sikieni nyinyi waasi wengine hapa. Ndio nikikuita muasi unasema hapana. Aya 16:24, soma maelezo yake. 16 Baruani. Baruani 16:24. Wewe unateta na huko maliza ndio ulikuwa hapa. Wapi wewe? Unajua sindano ikiingia mtoto ukimpeleka hospitali anawekwa. Hii anakalia lakini usuri anaendelea kupona. Ndugu zetu wanaendelea kupona. Hii ni dalili ya kuja kanisani. Haya, soma msomaji. Wala sio kuitukuza siku ya Ijumaa. Sasa hata mjinga. Hata hii mnahitaji kusomewa. Mnahitaji kweli kusomewa Waislamu. Haya, endelea. Wala sio kuichukua siku ya Ijumaa na kuiacha Jumamosi. Kwa hiyo Waislamu wanatakiwa watukuze siku gani? Jumamosi. Hii Qur'ani ni yetu. Ya Baruani. Hebu angalia kama ni yao ni yetu si. Imemalizia mwalimu. Al-Muntakhab. Sasa Waislamu wa Kristo, unajua usuru wa Sabato? Wa Sabato watu wote wamejifanya kuwa hawaoni na wamefunga macho. Usuri iwe ni Jumapili, iwe ni Jumamosi, iwe ni Ijumaa, wote wanajua, lakini wamefunga macho moja. Anafunga macho moja na ingine inaona. Haya, msomaji, endelea. Inasema siku tukuza Ijumaa na kuiacha Jumamosi kama ilivyo katika Uislamu. Kama ilivyo katika nini? Uislamu. Sisi ndio tumekuandikieni. Endelea. Huwa ni kuitlafiana na alivyokuwa akifanya Ibrahimu. Alivyokuwa akifanya nini? Ibrahimu. Sasa ni Waislamu gani? Na hii Waislamu wa mtumba wamevaa kanso, wanasema ati ni Waislamu. Kumbe Waislamu kamili wanatunza Sabato, yaum Sabt. Haya, malizia msomaji. Inasema kama wanavyodai Mayahudi. Endelea. Kwani kuharimisha, kuvua na kufanya kazi nyingine. Kwa hivyo hii yote, ndugu zangu, hii siku ya Jumamosi ni Sabato peke yake na hakuna nyingine. 763. 763. Hiyo. Inasema sura tu. Kwanza siku ya Sabato hatuna mageni. Ya kwamba sio Jumamosi, sio Jumamosi. Hiyo hakuna swali hapo. Haya, twende. Na waulizeni habari za mji ambao ulikuwa kando ya bahari. Watu wa mji huo walipokuwa wakivunja sheria ya Jumamosi. Walikuwa wakivunja sheria gani? Ya Jumamosi, ambayo waliambiwa wasifanye kazi katika siku hiyo. Unasikia? Wafanye ibada tu. Wafanye nini? Ibada tu. Na ndugu yetu akasema kwamba kuomba ni kila siku. Kuomba ni kila siku. Kweli kuomba ni kila siku. Ukiwa kwa mti, ukiwa kwa gari, ukiwa kwa kanisa unaomba. Lakini Sabato ni ya nini? Tulia hapo msomaji. Hapo. Inasema wafanye nini? Ibada. Kwa hiyo siku ya Sabato ni ya kufanya ibada. Ni kupumzika na kufanya ibada. Sasa kesi iko wapi? Haya, Baruani hapo. Haya, twende. Inasema 7. Teta hapa ndio. Wanalalamika sidano wanaingia vizuri. Haya, twende. Haya, msomaji, twende haraka. Kuna moja siku hapa. Inasema 63. Hii inasema hivi. Inasema nini? Na waulize habari za mji uliokuwa kando ya bahari wakivunja Sabato. Jumamosi. Ati nini? Jumamosi. Hebu soma msuri. Jumamosi. Wakivunja Sabato siku gani? Jumamosi. Nafikiri hiyo hawana swali. Iwe ni Mkristo au ni Muislamu, nafikiria siku ya leo hakuna nini? Hakuna swali kuhusu nini ni nini. Nafikiri hiyo msomaji imeelewa. Funga hiyo. Haya, ndugu yetu akakuja pale akatoa ati 31 Mungu akaleta agano jipya. Agano jipya la rohoni. Sasa agano aliloleta ni gani? Ndugu yetu ana twist. Agano jipya ni la nini? Ambalo wenyewe mmekataa. 26 madai. Sikiza agano jipya. Lile liletwa. Ilikuwa la Sabato ni la Qur'an au ni la
Ijumaa. Haya, sikiza Agano Jipya linasema nini hapa? 26:26 andiko linasema. Inasema nini? Na walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate. Akasema nini? Akabariki. Akaumega akawapa wanafunzi wake akasema. Akasema nini? Twaeni mle huu. Twaeni mle huu. Ndio mwili wangu. Akakitoa kikombe akashukuru. Akasema nini? Akawapa akisema. Nyweni nyote katika hiki. Kwa maana hii ndio damu yangu ya agano. Damu ni nini? Damu yangu ya agano. Sasa ndugu yangu, agano Yesu alilolileta ni agano la damu, kutoka kwa damu ya ng'ombe mpaka damu ya Yesu mwenyewe. Kwa hivyo Agano Jipya ambalo lilitoa Ezekieli 31 na hiyo imekufa kifo cha milele. Haya, ndugu yetu, hii agano ni ya kuishia pale au ni Agano Jipya, msomaji? 66:22. Kitabu gani? Ezekieli, Isaya. Nidhani namba ya simu. Inasema 66. Hata hiyo ukipiga inaingia tu kwa Ezekieli. Haya, twende. 66:22. Inasema nini? Inasema hivi. Kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazofanya zitakavyokaa mbele zangu, asema Bwana, ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa. Na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, na sabato hata sabato. Wapi huko? Wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana. Unaona ndugu yangu, mpaka nchi mpya na mbingu mpya, baada hii ya kupita mpaka huko mbinguni tutakuwa na sabato zote, tutakuwa tukitoka na tunasalimiana. Na wale ambao wameasi, kama wale ambao ndugu zetu hawa ambao wameasi, nini watatoka kufanya nini? Malisia. Nao hawa Waislamu ndio wenzetu hawa. Watatoka nje na kuitazama mizoga. Sawa? Mizoga ya watu walioniasi. Watu waliofanya nini? Walioasi nini? Sasa 2:62. Sasa sikiseni hapo. Utatoka nje kuangalia mizoga ya watu ambao walioasi nini? Imeisha. Haya, sawa. Ongeza maliza andiko. Inasema walioasi nini? Inasema hivi. Na kwa yakini mmekwisha kujua habari za wale walioasi miongoni mwenu katika amri ya kuheshimu Jumamosi. Bwana asifiwe. Watatoka nje kuangalia mizoga. Kwa hivyo Ramadhani ikaa tayari kuangalia mizoga ya watu walioasi Mungu. Hata wewe ujiangalie ukiwa pale na Waislamu wenzenu. Kwa hivyo ya kwamba hii sabato ni Jumamosi na hakuna nyingine. Haya, Mungu awabariki. Takbiri Waislamu. Amupo? Ama mmekubali sabato? Hawashakubali. Mimi hata sihitaji kusomea mwalimu. Mimi nataka Waislamu wakuje hapa watujibu, siku ya Jumamosi kwa Kiarabu inaitwaje? Hapa unaojiana. Sasa hata Wafarisayo Yesu alipouliza swali, sasa unauliza munadi Kiarabu atajuaje? Wanasema ni lugha yao wanafahamu. Yesu alipouliza wale Mafarisayo mwalimu, walienda kuhojiana kule nje, hivi tujibu namna gani? Tukisema hivi tutachekwa, tukisema hivi itakuwa. Siku ya Jumamosi kwa Kiarabu inaitwaje hapa? Waislamu takbir. Allahu Akbar. Waislamu, kila Muislamu anyoshe mkono inshallah. Waislamu takbir. Allahu Akbar. Jamani, mmeleta mwalimu kutoka Nairobi alafu ana swali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siku ya Jumamosi kwa Kiarabu inaitwa yaumul sabti. Umeridhika? Sasa jamani, kwanza kabisa wote tuwaelimishe. Unajua jamani, ameridhika Nasikia raha. Sema bismi. Sasa mimi nashangaa hawa ndugu zetu, kwanza kabisa wanavioja Qur'ani 2:65 haraka, alafu ni mjibu huyu anasema anakula damu ya Yesu, wanakula mwili wa Yesu. Yaani mkate ya tosti, mwili wa Yesu. Ile chachu wine imekuwa damu ya Yesu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Teremka mwanangu. Na kwa akili mmekwisha kujua habari za wale walioasi miongoni mwenu katika amri ya kuheshimu Jumamosi. Jamani, tunaambiwa sisi Waislamu katika habari za Wayahudi walioasi, waliovunja taadhima ya Jumamosi, walioasi miongoni mwenu. Teremka. Basi tukawaambia kuweni manyani wadhalilifu. Kwa hivyo waliambiwa wakuwe nini? Manyani. Kwa hivyo ukiona nyani msituni unajua walikuwa kina nani? Wayahudi. Ambao walikuwa na dhehebu gani? Na Sabato. Kwa hivyo Wasabato kule msituni. Kwa hivyo wale manyani msituni ni kina nani? Sabato. Waislamu takbir. Allahu
Allahu Akbar. Jamani, ukiangalia Moredi na Abubakar nani anakaa kama nyani? Moredi teremka mtakibiri. Allahu Akbar. Mzaha huyu. Akasema nenda kwa itambii, teremka chini. Kwa hivyo tukaifanya adhabu hiyo kuwa onyo kwa wale waliokuwa katika zama zao. Tunaona katika zama zao, katika wakati wao, endelea, na waliokuja nyuma yao. Tamani na wale wa Sabato waliokuja nyuma yao, wenye wanajidai wa Sabato, teremka. Na tukaifanya ni ya mawaidha kwa mchao Mwenyezi Mungu. Sasa hiyo ni mawaidha kwetu sisi wamchao Mungu, ni mawaidha. Tunakumbushwa kuna watu walikuwa kabla yenu walipewa sheria Sabato wakaasi, Mungu akawafanya kweni manyani. Sasa sisi Waislamu ni mawaidha kwetu. Acha nisome mchuzi wake. Soma mchuzi wake mwanangu. Mayahudi walikatazwa katika dini yao kufanya kazi siku ya Jumamosi. Unasikia sasa baba, si Waislamu jamani. Mayahudi msipendwe maandiko mnavyotaka bana. Teremka. Wawemo ibadani tu. Lakini baadhi yao waliasi. Jamani, baadhi yao waliasi. Ima kwa ujanja. Kwa ujanja kama vile kina Moreto anabeba spika kwa ujanja. Alafu anasema mzima Waislamu takbir. Allahu Akbar. Alafu anasema unajua unaweza beba spika ukakuja kuhubiri kazi ya Mungu. Nani alisema? Andiko gani? Au kina ubaga dhahiri bila ya kudanganya kufanya ujanja wao wote. Jamani, basi Mwenyezi Mungu aliwaadhibu wote waliokhalifu. Jamani, hata waliokhalifu kwa ujanja. Sasa jamani, mimi nasikitika, ni jambo la kusikitika. Jana alisimama mwalimu wa Kikristo akasema, jamani, Muhammad si mtume wa kweli. Sasa leo wanaegemea Qur'ani ndio wanasema Jumamosi, wanasema Muhammad amesema kweli. Kwa hivyo leo wanasema Muhammad mtume wa nini? Wa kweli. Waislamu takbir. Allahu Akbar. Jamani, Wakristo tawaelewa vipi yeye? Sasa narudi jamani, huyu jamaa akasema jamani, wakula mwili wa Yesu, wanakunywa damu ya Yesu. Methali 1:9 haraka. Methali hekima. Nini mliweza kuimba lini jamani? Mbele atawale, nyuma atawale, pande zote atawale, mwachie Yesu. Sasa leo mnasoma maandiko kama Waislamu. Teremka baba. Hekima ndio ameijenga nyumba yake. Hekima ameijenga nyumba yake. Teremka. Amezichonga nguzo zake 7. Amezichonga nguzo zake 7. Amechinja nyama zake. Amechanganya divai yake. Yaani damu ya Yesu divai yake. Maliza. Ameandalia meza yake pia. Meza ya Bwana. Teremka. Amewatuma wajakazi wake Kanalia. Mahali pa mjini palipoinuka sana. Maliza. Kila aliyemjinga na ingie humu. Kwa hivyo anayekula mkate au anakula mwili wa Yesu ameitwa nani? Mjinga. Kulingana kitabu gani? Biblia. Teremka mwanangu. Tena mwambie mtu aliyepungukiwa na akili. Je, ule mkate wangu. Ukanywe divai iliyochanganywa. Enyi wajinga. Acheni ujinga. Fahamu kweli. Kwa hivyo Moredi anaambiwa waache nini? Upumbavu. Jamani, mwili wa Yesu unakula damu ya mtu. Mwalimu, ukiingia kwenye hoteli hapa Kapsabet, ukapata kila mmoja kwenye glasi yake na damu, sawa na nyama za watu katika meza, huyo mtu anaitwaje huyo? Free Mason, devil worshiper. Kwa hivyo wanataka tule damu za watu. Devil worshiper. Inna lillahi Illuminati. Jamani, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jamani, katika Uislamu jamani, mambo ya kula mwili ya mtu na kula damu ya mtu hatari sana. Baba, dakika moja hiyo dakika kusha. Dakika moja. Utaniongezea, huyu bwana Moredi aliongeza dakika zake mbili. Tayari nimeongeza. Baba, ungeniambia bwana. Ungeniambia mwanangu muongeza vipi leo? Wewe mnasema nao kweli? Wewe wangu tutashana bwana vipi? Mwanangu vipi to? Pandisha pressure mwanangu. Unajikuna. Hapa kuna joto hapa. Waislamu takbir. Allahu Akbar. Sindano inaingia vizuri. Mimi nashangaa jamani. Sabato haijapewa Mkenya. Na kama kuna andiko, mimi natoa ngoja mtamu yangu ndani ya swali zafika. Leo Qur'ani zote nasiweka kando huko. Jitayarisheni haraka. Mtanipatia andiko linalosema Sabato ni Jumamosi kwa Biblia. Mkikosa nyote msikitini. Ati? Iko? Sawa. Ngoja tu tunakuja. Kwa hivyo Sabato Sabato ilikuwa Jumamosi wakati wa zamani, walipoasi Mungu akatoa, Mungu akaleta siku ya Ijumaa. Kwa hivyo salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umeweza kutafuta ile Kiingereza sasa. Salamu rahmatullahi. Tunangoja zile Biblia ziko tu pale. Msiti kitabu kingine pale, tunangoja tu. Haya. Kasina mbona kulia bana? Usilie baba. Taratibu, unafunga machozi. Vipi? Wewe usikona wasiwasi, hata kile naye atarudisha tu. Utakutosha hapo. Haya, dungia dosi. Mwalimu wangu, naam, uko mzima kabisa. Nafikiri watu wote wamesikia kile kitu ambacho mwalimu wa Kiislamu amekifanya kwa wingi, ambacho nimemwangalia
ni kujaribu kuleta vihoja, kuchekesha watu, ati wao sijui wajinga. Lakini hujatoa andiko Wakristo ni wajinga ama andiko Murithi ni mjinga, hujatoa. Sasa wewe una kibarua cha kufanya kazi hiyo. Lakini sisi hatuzungumzi mambo ya kubuni. Tunatoa andiko Waislamu ni wajinga 2:102 Qur'ani. Inasema ndio. Wakati mwingine ndio Waislamu wakina nani? Waislamu. Labda ni Wakristo hapo. Waislamu walikuwa wakimwambia mtume raina kama wale wamekaa hapo nyuma ndio. Mtume walikuwa wanamwambia mtume ndio. Laina ndio au semeni dhurna ndio. Akamwambia ndio. Kwa ukituchunga kama mchungaji mzuri ndio anavyowachunga wanyama wake. Kwa nini? Kwani sisi ni Waislamu ni wajinga. Hilo ni andiko limekauka. Andiko limekauka hilo katupo kalamu. Wakristo wajinga. Thubutu lete andiko leo Wakristo wajinga tuingie msikitini. Abainamiza kichwa hivi. Hapo kwani ataangalia juu. Aibu inamkula pale anasema ningejua singesema. Anaitwa Abubakari balaa sana. Mwalimu naam akasema hivi kwamba nyani eti inafanana na mwalimu wetu Murithi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nikutokuelewa. Kwanza anaposema hivyo mwalimu, nyani kulingana na Qur'ani, hao nyani walikuwa wanakaa assembly gani? Mwalimu, naam, nisomee ukurasa wa 23. Hiyo Qur'ani inasema waliambiwa wawe nyani. Waliambiwa wawe nyani. Yanaonyesha kuwa kwa umbo walikuwa ni watu hasa. Kwa umbo ni watu wanavaa kanzu na vitu vingine na kofia, lakini tabia zao ndio zikawa za nyani na nguruwe. Tabia ya nyani ni kurukaruka. Yanaambiwa Sabato ni Jumamosi, anaonyesha lakini anaruka sio Jumamosi. Tabia ya nyani anaruka mti huu anaruka huu mwingine. Hiyo ndio tabia. Kwa hivyo ni wanadamu kiwaangalia tu kama wale vidume wamekaa hapo nyuma bila kujielewa. Alafu akasema hivi eti tunanukuu tukukubali kwamba Muhammad ni mtume. Wewe hujaelewa. Alishitumia Qur'ani ya Muhammad 25:5 Qur'ani. Sikiza vitu hizo. Hawajui hizi ya Muhammad. Wapi? Hebu wasikie leo. Hata Muhammad akifuka sasa atakimbia akiona hizi. Hizi yake hii. Atakimbia. Hizi yake. Inasema hivi. Ndio. Na wakasema ni visa vya watu wa zamani. Alivyoviandikisha Muhammad. Yaani inaitwa typed copy. Alikuwa na copy tu. Analeta, anachukua hadithi za kale, yakaa za Abunwati. Swali linabaki mwalimu. Hii Sabato kazi yake ilikuwa ni kazi gani? 23:3 kitabu cha Walawi. 23:3 kitabu cha Walawi. Maana swali tumemuuliza nikadhani atakuja kusema mambo yake. Akasema ni kweli siku ya Jumamosi kwa Kiarabu inaitwa Yaumul Sabt. Sasa kama unajua inaitwa Yaumul Sabt, mbona unaikataa? Siku ya Sabato hiyo ni Kiarabu. Ndio ilikuwa mada. Sasa kisha kubalika ni Jumamosi. Sasa bado sikia Biblia inakuambia kitu gani? Mtafanya kazi siku 6. Mungu anasema mtafanya kazi siku 6, lakini siku ya 7 ndio ni Sabato. Mungu anasema siku ya 7 ni Sabato ya kustarehe kabisa. Ni Sabato ya kustarehe kabisa. Kusanyiko ndio takatifu. Kwa hivyo si siku ya kustarehe kwenda kujivijali kule na ni siku ya kustarehe kabisa. Kusanyiko takatifu, unatoka kule. Mnakusanyika kwa ajili ya ibada. Hiyo ndio Sabato. Si kama hiyo wanaenda kazi, wanaenda msikiti wanakuja kazi. Kitu kama hiyo. Tayari sana. Mwalimu 28 kitabu cha Kutoka. Inasema, ikumbuke siku ya Sabato. Mimi nasubiri tena akuja aseme wajinga. Tumtie tena chuoni vizuri taratibu. Ikumbuke siku ya Sabato. Andiko Mungu anasema, wewe ukifanya mambo yako, ukienda kutembea, ukikamua, ikumbuke siku ya Sabato. Uitakase. Siku 6 fanya kazi. Fanya shughuli zako siku 6. Utende mambo yako yote. Ndio. Lakini siku ya 7. Mungu anasema lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Abubakar, sikia, kama hutaki Mungu wako
wako ndio hajaongea hivi. Lakini Mungu wetu anasema ni sabato ya Bwana Mungu wako. Mungu wako anaitwa nani? Si ilikuwa na jina hakukuwa na jina Mungu wako. Kwa hivyo Wakristo na Waislamu, Biblia imekauka kwamba siku ya sabato ndio inafaa watu wafanye ibada, wakuwe katika raha ya Bwana. Maana kitabu cha Waebrania 4:9 imesema imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Kama wewe ni mtu wa Mungu, mkono juu. Hata tunaona pale hakuna mtu wa Mungu, wote chini. Bwana Yesu asifiwe. Muda wako mwalimu. Basi ndugu amesema swali lake lijibiwa yawmul sabti, maana yake siku ya sabato. Basi swali linatoka kwa ndugu zetu. Nashukuru sana kwa sababu ya amani mnazidi kuonyesha. Ndugu yangu karibu. Usinite mwanao tena. Mimi ndugu yako Asante. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza kabisa ndugu yangu, yaumu sabt sio Jumamosi, ni siku ya saba. Unanipata vizuri eh? Kwa hiyo nataka kujua hii siku ya yaumu sabti, siku ya saba ni lini? Kwanza kabisa Waswahili wametuwekea mambo mazuri sana. Ukisikia leo ni nikisema leo ni tarehe mosi, ngapi wananchi? Moja. Nikisema leo ni tarehe mosi, leo tarehe ngapi? Moja. Kwa hivyo nikisema leo Jumamosi ngapi? Moja. Jumapili ngapi? Pili. Jumatatu ngapi? Tatu. Jumanne ngapi? Nne. Jumatano ngapi? Tano. Alhamisi ngapi? Sita. Ijumaa ngapi? Saba. Waislamu takbir. Allahu akbar. Kumbe Ijumaa ndio siku ya ngapi? Ya saba. Yaumul sabti. Nini wewe baba? Anakimbia kutoka vitabu vingine. Mimi nawaambia leo na wakaraga na mafuta yenu nyie. Alafu anasema nimeita Moredhi mjinga. Sio mimi niliita Moredhi mjinga. Moredhi anakula damu na anakula mwili wa Yesu. Maandiko akasema nini? Kitabu cha Mhubiri 1:9. Mhubiri 1:9 inasema mwalimu wangu. Methali 1:9 inasema mtakimbia bado. Hekima ameijenga nyumba yake. Unaona wanakimbia sana vitabu vingine. Bado mtatoa zote kwenye bagi. Hekima ameijenga nyumba yake. Ndio. Amezichonga nguzo zake 7. Ameandalia meza yake. Ndio. Mwalimu, haya wacha nianze. Changamka. Haya inasema 9:1 inasema ndio. Hekima ameijenga nyumba yake. Maliza. Amezichonga nguzo zake 7. Ameandalia meza yake. Maliza. Ameita wajakazi wake mahali pa mjini palipoinuka. Maliza. Kila aliyemjinga ndio na aingie humo. Maliza. Tena umwambie yule aliyepungukiwa na akili, yani chizi, njoo ule nini? Ule mkate wangu. Yani mwili wa nani? Wa Yesu. Maliza na njoo uje nini? Na divai yangu. Mimi nimesema. Jamani msilaumu jamani. Bana maandiko yalisema. Sasa swali linakuja. Naona sasa mwanzo kutoka Biblia zingine nje. Hakuna kitabu inaingia pale. Hakuna kitabu inaingia pale. Mmekuwa mkisoma zile. Kwanza toa Qur'ani kando. Qur'ani zinatoka kando. Weka Qur'ani kando. Hakuna kitabu kingine nje pale leo. Hakuna. Sasa jamani, nataka siku ya Jumamosi katika Biblia. Weka Qur'ani kando. Wasikimbia roho anauliza chini ile Biblia ni Kizungu ile. Sasa nataka Jumamosi katika Biblia hapo. Weka sina wewe sio chairman bwana, toka huko tulia. Sina. Wala wasiwasi. Allahu akbar. Hiyo Qur'ani zikae kando. Swali langu unaisha. Mwenyekiti wewe sikiza swali huko. Ufulie mwenyekiti, nakuja kwako na kulilia mwenyekiti. Niko chini ya mguu yako mwenyekiti. Nataka zile vitabu siwe pembeni kando kwanza kidogo. Nipatiwe andiko katika Biblia. Zile Biblia ziko pale. Subiri, nauliza swali. Uliza swali. Jumamosi. Siku ya Sabato ni Jumamosi katika Biblia. Unanibatiza? Safi. Allahu akbar. Hapo hivi Allahu akbar. Hapa. Kwa hivyo naomba jameni, vitabu vinasomwa na mwalimu uliza swali lako, mwalimu atakupa jibu. Sawa sawa? Haya, na kama unaona umeridhika, tuambie tumemaliza, tuanze mada nyingine. Mwalimu, karibu. Dakika 5 Kwanza kuna tofauti ya mtu ambaye anafundisha na mtu ambaye anatafuta ushindi fulani. Kwa sababu huyu mwalimu tangu alipoanza kufundisha alifundisha hivi, Sabato ni Jumamosi.
Sasa mimi nashangaa tena nakuja kuuliza Sabato ni siku gani kwa Biblia? Ukisema ni Jumamosi ulikuwa umetoa wapi? Alafu andiko ikatolewa. Imagine, unajua kuna swali hapa, hatujakuja kucheza tafadhali. Hapa tumekuja kuwahubiria Waislamu. Na Waislamu hawa kwenye Qur'ani yao imesema Sabato ni Jumamosi. Sasa mnataka nini ingine? Sasa tukikuja kwa Biblia ndio muamini ni Jumamosi.